Asanteni sana. Taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa leo Oktoba 14, 2019. Ndugu wana habari, karibuni kwa mara nyingine kwenye ukumbi wa Shabani Hamisi Mlowo kwa lengo la kupokea taarifa ambayo CUF Chama cha Wananchi imekusudia kuifikisha kwa umma wa Tanzania kupitia kwenu. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa. Aidha tunawashukuru ninyi waandishi wa habari kwa kuitika wito wetu na pia kwa kazi nzuri ambayo mara zote mmekuwa mkifanya kwa ajili ya CUF Chama cha Wananchi na taifa letu kwa ujumla. Ndugu wana habari, sote tunafahamu kwamba zoezi la kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji lilianza nchi nzima tarehe 8 Oktoba 2019 na lilipangwa kukamilika leo hii tarehe 14 Oktoba 2019 saa 10 alasiri. Hata hivyo, jana serikali kupitia waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Suleiman Jafo imetangaza kuongeza muda wa kujiandikisha hadi Alhamisi tarehe 17 2019. Kabla ya mabadiliko haya, kumekuwa na taarifa zilizoenea kila kona ya nchi kwamba zoezi la kujiandikisha limekuwa likisuasua kiasi cha kuaminika kwamba wananchi wamesusia zoezi hilo. Ndugu wana habari, katika kujaribu kulazimisha serikali ya CCM kuwalazimisha wananchi wakajiandikishe, CUF Chama cha Wananchi kimepokea taarifa za matukio yanayokeuka kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, lakini pia zinazokeuka haki za binadamu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Maeneo ambayo tumepata taarifa za uhakika za kuaminika ambako kanuni za uchaguzi na haki za binadamu zinakeukwa na vyombo vya dola, miongoni mwazo ni Tanga, wilaya mbalimbali kama Handeni, Korogwe na wilaya zingine za mkoa wa Tanga, mkoa wa Dodoma, maeneo ya Kondoa, wilaya ya Kondoa, Dar es Salaam, wilaya za Dar es Salaam, mkoa wa Mtwara na maeneo mengine ya nchi. Nitakuja kuainisha viashiria na namna gani hujuma hizo zinafanywa na haki zinakeukwa, wakati kanuni za uchaguzi kama zilivyotangazwa kupitia matangazo ya serikali mbalimbali zinaagiza zoezi la kujiandikisha lifanyike kwenye vituo vilivyo katika maeneo ya umma. Kuna wasimamizi wa vituo vya uandikishaji waliofunga vituo na kupita majumbani kuandikisha kwa ubaguzi. Ndugu wana habari, CUF Chama cha Wananchi kimefanya utafiti wa dodoso maalum tangu kuanza kwa zoezi la uandikishaji katika mikoa 8 nchini na kubaini sababu zifuatazo kukwamisha mwitikio wa wananchi kujitokeza kujiandikisha. Hatimaye kukosa haki yao ya msingi ya kuwachagua viongozi wanaotaka kupitia uchaguzi huru na wa haki. Tunaitaka serikali ya CCM ipokee sababu hizi na kuifanyia utafiti wa kina zaidi na hatimaye kuchukua hatua stahiki na wakati stahiki kwa maslahi ya taifa letu, badala ya kuongeza siku 3 wakidhani kwamba niongeza siku 3 ndio tiba ya tatizo kubwa lililopo katika mchakato huu. Hatua ya kwanza ambayo tunaitaka serikali ya CCM ichukue, kwanza jambo la kwanza ambalo tunataka ambayo tumelibaini, pamoja na kukidhi matakwa yote ya sheria ya vyama vya siasa ambayo tunataka kufanya mikutano ya hadhara na mikutano ya ndani na taratibu zifuatwa, lakini akiwepo Mtwara vijijini katika wilaya ya Nanyamba, halmashauri ya Nanyamba, jeshi la polisi lilitumia unreasonable force, nguvu nguvu ya ziada kuhakikisha kwamba wanatumia mabomu, wanatumia nguvu, silaha za moto kuhakikisha kwamba wanakwamisha, wanasambaratisha wananchi bila sababu ya msingi. Kwa katika hili tunalani kitendo hicho kilichofanyika Tabora, lakini tunalani pia vikali kitendo kilichofanyika Nanyamba kukwamisha mikutano ya Chama cha Wananchi CUF, na hujuma hii imesimamiwa na kamanda wa polisi OCD wa Mtwara, na tunaomba serikali ama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania achukue hatua stahiki dhidi ya makamanda hao ama vyombo hivi vya dola ambavyo vinakwamisha mchakato wa demokrasia nchini. Lakini pia wananchi wamekata tamaa kushuhudia uchaguzi huru na wa haki unaopelekea kupatikana kura nyingi, unaopelekea anayepata kura nyingi kuwa ndiye mshindi. Baadhi ya wananchi wametoa mifano ya chaguzi ndogo zilizofanyika tangu 2016 za udiwani na ubunge
na kutokuridhishwa na ubakwaji wa demokrasia uliofanyika hadharani mchana kweupe. Wapo walioutaja uchaguzi wa marudio wa jimbo la Kinondoni, lakini pia kata ya Nalingu Mtwara, kata Makonga Newala ambapo chama cha wananchi kafu, na kata zingine kama vile Lukumbule kule Tunduru ambapo chama cha wananchi kafu ilidhihiri wazi kwamba tulishinda kwa kura nyingi, lakini nguvu kubwa za jeshi na vyombo vya dola ilitumika kupora ushindi huo. Kwa baadhi ya wananchi wamekuwa kihoji kwamba kama hali imekuwa hivyo katika chaguzi ya marudio, vipi katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa? Wengi wanaamini sehemu imeshazoea na kunogewa na ule msemo wa msema pweke, na kwa kiasi kikubwa itavuruga mchakato wa uchaguzi na kulazimisha kujitangaza kushinda bila kupingwa. Kwa sababu hiyo wananchi wamekata tamaa na kuvunjika mioyo na hatimaye kukosa nguvu ya kwenda kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi ambapo wanaamini hautakuwa huru na wa haki. Mwisho, japo sio kwa umuhimu, wananchi wanaamini kwamba ulaghai uliotumika sana mwaka 2017 na 2019 kuwafanya viongozi wa bunge na madiwani waliopatikana kwa jasho na damu wananchi wahamie CCM na kugombea tena nafasi hizo na kutangazwa washindi, na wengine kupitishwa bila kupingwa kwa nguvu za dola kupitia mchakato wa kilaghai. Hofu yao kwa wananchi ni kuwa demokrasia Tanzania haipo tena kutokana na serikali ya CCM kuwanunua wawakilishi wa wananchi. Hivyo wanaona na wanahoji sababu za wao tena kwenda kujiandikisha na kushiriki katika uchaguzi huu. Ndugu wanahabari, pamoja na yote haya, tathmini tulioifanya inaonyesha kuwa na tafiti zetu kwamba sisi kama kafu, chama cha wananchi, wanachama wetu bado wanayo ari kubwa na wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba wanajiandikisha na wamejiandikisha kwa wingi, na CCM kwa upande wao inaonyesha kwamba wanachama wa CCM na wafuasi wa CCM wamegomea, manake nao hawajaridhishwa pia na mchakato na ubakwaji wa demokrasia ndani ya nchi yetu na viashiria vinavyoashiria kuvunjika kwa amani, hususani kwa vielelezo kama tulivyoeleza kwamba serikali ya CCM ya awamu ya 5 vitendo hivi vya ukandamizaji havifanyi tu kwa upinzani, hata CCM wenyewe wanaumia. Mfano dhahiri ni kama vile kusini, wakulima wa korosho ambao ni CCM na wasio kwa CCM, wapinzani wasio kwa wapinzani, wote wamekandamizwa, wamepora korosho zao na nguvu za jeshi, wanajeshi wamepora korosho. Kwa hiyo wananchi pia ambao ni wana CCM nao wamesusia mchakato huu kwa kiasi kikubwa wa kujiandikisha, lakini hata wakulima wa pamba huko maeneo ambapo ya kaskazini na maeneo ya ziwa na wakulima wa kahawa nao pia wanalia, wakiwemo na CCM na wasiokuwa na CCM. Kwa hiyo vitendo hivi vya ubakwaji wa demokrasia na haki za wananchi ambazo zinaendelea katika utawala huu wa serikali ya awamu ya 5 vimewafanya Watanzania wengi kususia mchakato wa kujiandikisha, na hili limepelekea mshtuko mkubwa kwa viongozi wa serikali ya CCM na kuona kwamba suluhisho ni kuongeza siku 3 ili watumie nguvu za ziada na reasonable force kuwalazimisha wananchi na kupita majumbani, wakiacha utaratibu na kanuni za uchaguzi ambazo zinataka vituo vya uchaguzi viwepo katika vitongoji husika, vituo vya uchaguzi viwepo katika mitaa husika, wananchi wakajiandikisha katika mitaa yao, katika vitongoji vyao. Leo tumeshuhudia sio tu huko Handeni, sio tu huko Dodoma, hata hapa tunapozungumza Buguruni, namna gani vikosi vya CCM majanjawidi wanavyofanya vitendo vya kuwakatisha wananchi tamaa na kuhakikisha kwamba mchakato wa kujiandikisha au huru na wa haki. Ndugu wanahabari, kwa namna hii ndipo tunapoona serikali ya CCM ikiibuka kwa mara bila kufuata taratibu kupitia waziri wa TAMISEMI Jafo akitangaza kuongezwa kwa siku 3, jambo ambalo sisi kama vyama vya siasa ni wadau namba 1 wa uchaguzi tulidhani na tulikuwa na haki ya kushirikishwa katika nyongeza ya siku 3 ama siku zozote zile, lakini kwa kusajabisha wamefanya maamuzi ambayo vyama vya siasa hatujashirikishwa, na ni wazi nimefanywa kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini hata hivyo tunatoa wito kwa chama chetu na kwa wafuasi wa chama cha wananchi kafu popote pale walipo kwamba wasikate tamaa, wazidi kujitokeza kwenda kujiandikisha kwa wingi
na wajipange kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata haki ya kujiandikisha, na mwisho wa siku waende wakapige kura tarehe 24 mwezi wa 11, lakini pia wasimame kulinda ushindi na kulinda kura zao. Baada ya hayo yote, tunatoa wito na kuitaka serikali kufanya mambo yafuatayo. Tamko letu: tunaitaka serikali ya CCM itamke rasmi kwamba vyama vya siasa viko huru kisheria kufanya mikutano ya hadhara, kuwahamasisha wananchi kujiandikisha na kuzungumza masuala yanayohusu nchi yao kama Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyotaka. Na ni muhimu sana serikali ya CCM kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, leo hii ambapo taifa linaadhimisha miaka 20 ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere, ambapo sisi inaaminika kwamba Mwalimu Nyerere aliamini katika misingi ya demokrasia, tunamtaka Rais wa Jamhuri ya Muungano mapema ikiwezekana leo hii atamke wazi kwamba mikutano ya hadhara ni ruhusa kama katiba inavyotaka, na vyama vya siasa viko halali kushiriki katika mchakato wa kujiandikisha kwa kuhamasisha wananchi wajitokeze kwenda kujiandikisha. Ni imani yangu kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafanyia kazi, kwani ni matakwa ya katiba na hakuna aliyopo juu ya katiba. Ndugu wanahabari, tunaitaka serikali pia iwaondoe hofu wa Tanzania kwa kuambia bayana kwamba sasa imedhamiria kweli kuona uchaguzi ukifanyika na kwamba itasimamia na kuhakikisha unakuwa uchaguzi huru na wa haki. Serikali iahidi kujidhibiti isiharibu mchakato wa kidemokrasia, na pia iahidi kuwadhibiti watumishi wake wote wasijaribu kuchezea uchaguzi huru na misingi ya demokrasia, kama nilivyoeleza kwa OCD wa mkoa wa Mtwara ama OCD wa wilaya ya Mtwara ambaye amejaribu kufanya vurugu kubwa na kuharibu demokrasia ya mkoa wa Mtwara na wilaya zingine. Tatu, tunataka serikali kupitia TAMISEMI izuie vitendo vya waandishi ama wasimamizi wa vituo vya kujiandikishia uhamisha vituo na kwenda majumbani kuandikisha watu kiholela, kama ilivyoripotiwa katika mkoa wa Tanga maeneo ya Handeni na Korogwe, lakini pia mkoa wa Kondoa, mkoa wa Dodoma, mkoa wa wilaya Kondoa, lakini pia mkoa wa Mtwara maeneo ya Newala, ambako huko tumekuta maafisa tendaji lakini hata madiwani wakihamisha vituo na kuhamishia majumbani kwao. Kwa mfano wilaya Newala, mkoa wa Mtwara, kata na Kahako, tumeshuhudia diwani wa Chama cha Mapinduzi akihamisha kituo cha kujiandikishia na kukihamishia nyumbani kwake. Na sio huko, tuna maeneo mbalimbali ambako madiwani wa Chama cha Mapinduzi wamefanya hivyo. Tunaomba serikali kupitia TAMISEMI iweze kutoa tamko leo hii kukemea mchakato huo mbovu unaofanywa na wasimamizi wa vituo vya kujiandikishia. 4, tunataka jeshi la polisi kwa mara nyingine kuwa neutral katika mchakato mzima wa uchaguzi, kuanzia hatua ya kujiandikisha mpaka kutangazwa washindi. Tunajua kwamba miongoni mwa askari polisi wamo makada wa Chama cha Mapinduzi, na viashiria hivyo na vielelezo hivyo na ushahidi tunao, ambapo makamanda wa jeshi wa polisi wamekuwa wakisimama wazi mchana kweupe bila ya aibu na kutangaza sera za Chama cha Mapinduzi, kutangaza itikadi ya Chama cha Mapinduzi na kuahidi kukilinda Chama cha Mapinduzi, wakati wao wanalipwa kodi ambazo zinakusanywa kutoka kwa Watanzania wote wakiwemo vyama vya upinzani. Kwa hiyo tunataka jeshi la polisi, tunalitaka liwe neutral, kwani wanachezea amani na amani katika hatua ambazo chama cha wananchi kafu zimechukua pale ambapo mchakato huu wa ubakwaji wa demokrasia katika uandikishwaji umefanyika. Yapo madhila ambayo mbalimbali yaliwakuta viongozi wetu wa chama pale ambapo walijaribu kutoa nasaha ama kukemea. Mfano dhahiri
ni mkoa wa Shinyanga, ambapo katibu wa wilaya ya Shinyanga vijijini DC mstaafu Mheshimiwa Shashi Ulugey, muda huu tunapozungumza yuko korokoroni, yuko ndani takribani siku ya 5 leo, ambapo jeshi la polisi, vyombo vya dola vimemkamata, lakini amenyimwa haki yake ya kimsingi, ambapo tunaamini kila mmoja anayo haki ya kujitetea, lakini anayo haki ya kupata dhamana. Wanachama na familia imehangaika kutafuta dhamana, leo siku ya 5 bado dhamana imezuiwa. Tunaamini kosa alilofanya ni kosa ambalo lina dhamana, hajafanya kosa ambalo halizaminiki. Kwa hiyo tunatoa wito kwa jeshi la polisi Shinyanga na vyombo vya dola vihakikishe kwamba vinamwachia huru Mheshimiwa Shashi Ulugey, lakini pia linawachia huru viongozi wetu ambao pia kwa namna hiyo hiyo walijaribu kuchukua hatua za kuishauri serikali, kuishauri mkurugenzi mkoa wa Tanga, wilaya Handeni. Muda huu tunapozungumza, mkurugenzi wangu wa mipango na uchaguzi ama mkuu wa mipango na uchaguzi wilaya Handeni yuko ndani na maafisa wengine wa chama, kwa sababu hizo pale ambapo walijaribu kuzuia vituo ama walipojaribu kuonya kwa huru viongozi wa chama cha wananchi CUF wote waliokamatwa, waliotekwa maeneo yote nchini, kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Mara nyingine tena muweze kufikisha tamko letu hili kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi, hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, ambaye tunaamini anayo dhamana ya kulinda amani ya nchi yetu, lakini kwa bahati mbaya wapo viongozi waliopo chini yake, maafisa tendaji wa vijiji, maafisa tendaji wa kata, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa na vyombo vya dola wanajaribu kuchafua taswira ya nchi yetu. Tunamuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano asiweze kuvumilia, kwani wanachafua taswira ya nchi yetu, na yeye ndiye aliyebeba dhamana ya kulinda amani na ameapa kulinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni imani yetu kwamba Rais John Pombe Magufuli hatokubali na hatowavumilia watendaji wasaidizi wake ambao wanajaribu kuchafua amani ya nchi yetu. Asanteni sana kwa kuweza kutusikiliza.